Amasa, kama wewe umejiandikisha na una kitambulisho cha kupigia kura na unamuelewa Dr. Samia, nyoosha mkono. Usiponyosha wewe mchawi. Mheshimiwa mgombea na wanasimiu Matela bamayo na bababa mdeli lemhala mamilimo kinehe na mvua imeanza, mbegu zimeshaanza kugawanywa, dawa zimeshaanza kugawanywa, msimu wa pamba unafika mwisho. Twende shambani kwa sababu Dr. Samia ameshatupatia kila tulichohitaji sisi wakulima. Ndugu mgombea, kwa niaba ya wenzangu tulioko mashambani, tunakushukuru. Miaka 4 iliyopita mkoa huu wa Simiyu bei ya pamba ilikuwa shilingi 500, na mzee Gachuma shahidi, Njalu yalikuwepo hapa, na pamba ilikuwa hainunuliwi. 2020-2021 hatukuwa na mnunuzi wa pamba. Mwaka huu pamoja na kuanguka kwa bei ya soko la dunia, wakulima wameuza kwa bei 1200 na hakuna mkulima aliyekatwa hata shilingi 100. Mheshimiwa mgombea, umeingia madarakani na kauli mbiu inasema kazi na utu. Msingi wa utu wa binadamu ni uhuru kamili alionao unaoanzia katika familia, na uhuru unaanza na mfuko wake na uwezo wa kujilisha yeye na familia yake. Hii kazi umeifanya vizuri na Watanzania wanafahamu. Mkoa huu mwaka huu utavuna zaidi ya tani 100,000 za pamba. Mkoa huu ulianguka na ukawa hakuna sehemu ya kupeleka pamba. Mwaka huu wewe mwenyewe umekuja kuzindua viwanda vya pamba 2, lakini katika kipindi chako mkoa wa Simiyu umekuwa na viwanda vipya vya kuchakata pamba 5. Haikuwahi kutokea. Mheshimiwa mgombea, umegawa matrekta. Kati ya matrekta 350, matrekta 200 yako mkoa huu wa Simiyu. Mwaka huu umewapa ruzuku wakulima wa pamba wa mkoa wa Simiyu zaidi ya bilioni 30, na msimu huu umetuagiza tayari. Sasa hivi tumeanza kusambaza mbegu zaidi ya tani 10,000 bure kwa wakulima. Tunagawa dawa bure kwa wakulima, na matrekta yako vijijini watalimiwa kwa shilingi 35,000. Unatoa ruzuku kwa ajili ya kuondoa umaskini wa watu, na hii ndio kazi unayoifanya. Haupiti kuomba ridhaa kwa sababu wewe tu ni mwana CCM. Huo ndio ukweli mchungu. Hauji kuwaomba kura wa Tanzania kwa sababu wewe ni mwana CCM. Umeitoa pamba tani 120,000. Mwaka huu tutafika karibu tani 2.5 laki 3 katika nchi hii. Umeitoa mbaazi. Mkoa huu sasa hivi mkulima Kadogosa ameondoka hapa. Kule vijijini wabunge wote wanaoomba kura wanajadili mbaazi, wanajadili pamba, wanajadili dengu. Na sasa mkoa huu umeanza kuuza katani, na bei inayouzwa kwa katani katika mkoa huu ni 1,200,000 kwa tani. Hii haijawahi kuwepo. Unafanya kazi za kuondoa umaskini. Tunapokuja kama mgombea mbele ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hauji na story. Unakuja na taswira ya kazi ulioifanya. Una bidhaa ambayo unaenda kuiuza. Mheshimiwa mgombea, kelele zilizoko huko mitaani ni wale ambao wanaenda shule kwa magari ya njano, ni wale ambao umeme wameukuta, ni wale ambao barabara za lami zilikuwa nje ya geti lao. Sisi tunaotoka vijijini, uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba, wakulima wa nchi hii wataenda kupiga kura kwa ajili ya ruzuku ya mbegu, kwa ajili ya ruzuku ya mbolea, kwa ajili ya ruzuku ya trekta, kwa ajili ya uhakika wa bei. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, nataka niseme jambo moja. Hivi karibuni utaenda mikoa ya Rukwa na Katavi. Ukifika Katavi na Rukwa na ulikotoka Ruvuma, uliwapa mbegu kwa bei ya ruzuku, uliwapa mbolea
kwa bei ya ruzuku. Mfuko uliokuwa 140,000 wakulima wamelipa kwa 76,000. Hii ndio njia ya kuondoa watu umaskini. Lakini hukuishia hapo Mheshimiwa Rais. Hukuishia hapo. Umechukua hatua ya pili. Bei za mazao zilivyoanguka hivi karibuni, ukiwa kaskazini, umewaambia Watanzania kwamba umetuma timu imeenda India. Nataka nikupe taarifa, wamerudi. Tumeshafika hatua ya mwisho kuingia makubaliano na nchi ya India ili kuwa na uhakika wa bei ya mbaazi, kuwa na uhakika wa bei ya dengu, kuwa na uhakika na bei ya choroko. Na mnada wa juzi mbaazi ilishuka mpaka shilingi 800. Mnada wa juzi mbaazi imefika 920. Hii ni kazi unayoifanya kwa ajili ya wakulima. Lakini mbaazi hii ilikuwa shilingi 200 wakati unaingia madarakani. Hapa Simiyu mbaazi halikuwa zao la biashara, leo ni zao la biashara. Choroko haikuwa zao la biashara, leo ni zao la biashara. Dengu haikuwa zao la biashara, leo ni zao la biashara. Nataka niwaambie wakulima wa pamba, tumesikia maoni yenu. Tumeanza mfumo wa kuuza pamba kwa mfumo wa mkataba. Tunafanyia kazi maoni mlioyatoa katika msimu huu. Serikali itaendelea kuboresha mfumo wa mkataba bila kuuathiri mfumo wa mkataba ili kulinda wakulima na muweze kupata bei nzuri. Kama sio mfumo wa mkataba Mheshimiwa Rais, na ni vizuri Watanzania wakaelewa hili. Leo wakati tunaanza msimu wa pamba, dola ilikuwa shilingi 2,700. Wakati tunatangaza bei 1,200. Leo shilingi yetu imeimarika, dola imeshuka kwa sababu ya mikataba ya wanunuzi na wakulima. Bei ya mkulima haijaathirika, imebaki 1,200. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo serikali inachukua. Nataka niwaombe wakulima wa pamba. Dr. Samia amehangaika na korosho. Uzalishaji umefika zaidi ya tani 500,000 na kitu, na mwaka huu tutafika 700,000 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ameikuta tumbaku iko tani 60,000, na mratibu wetu wa kampeni wa mikoa ya kati Dr. Bashiru ameshuhudia kwa macho. Leo tumbaku imefika tani 180,000 na bei ya mkulima ni wastani wa dola 2.5. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, umechukua madaraka, pamba inazalishwa tani 120,000. Leo tuko zaidi ya tani 250,000. Nafahamu na tunafahamu, na ilani ya uchaguzi imesema itafanya kazi ya kuboresha mifumo. Leo kahawa wakulima wanauza mpaka 12,000. Utakwenda Kagera utajionea kwa macho yako, na Dr. Bashiru anatoka Kagera. Kwa mimi nataka niseme, Mheshimiwa mgombea, nenda kifua mbele. Watu wa vijijini unatujengea barabara, tunapita wakulima. Unatupelekea umeme, ilani imesema unapeleka viwanda vijijini, ni mazao ya wakulima. Tarehe 29 wakulima tutajitokeza kwa wingi katika nchi hii kuhakikisha tunalinda heshima uliotuheshimisha katika kipindi cha miaka 5. Wale wa mtaani, na mimi nataka nipeleke ujumbe Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mgombea, la mwisho. Uchaguzi huu ni uchaguzi kati ya maisha na anasa. Tunaotaka maisha, tunafahamu unachokitafuta na unachokisimamia. Nenda zunguka, tarehe 29 tutakupa kura bila shaka. Na sisi tunapita kama wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kuwaomba Watanzania, CCM ina dira, ina mwelekeo, na uchaguzi huu ni uchaguzi tofauti na uchaguzi mwingine. Ni uchaguzi ambao anakuja mgombea mama, anajua shida za familia, anajua shida za watu, anajua shida za Watanzania, amekuwa akiishi na watu maskini. Niwaombe sana ndugu zangu wa Simiyu, twendeni tukapige kura kukilinda Chama cha Mapinduzi na kumlinda Dr. Samia, na ametoa matrekta mengine 350 ambayo 50% yatakuja Simiyu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.